Nimepokea swali kutoka kwa mtu ameniuliza swali, anasema anatamani kufahamu, anasema nina swali, naomba kujua maana ya neno ahera ambayo yametumika kwenye kitabu kile cha Biblia kutoka kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 2 mstari wa 6 na wa 9, lakini pia Wimbo Ulio Bora sura ya 8 na mstari wa 6. Sasa neno ahera katika Kiswahili linaweza kuwa na maana kadhaa kulingana na mazingira. Katika Biblia maandiko haya yanaweza kurejea mambo fulani kama vile kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza ambacho umeuliza, sura ile ya 2 mstari wa 6 na wa 9. Katika mstari huu Mfalme Daudi anamwambia Suleimani asihurumie uovu wa Yoabu, bali ashughulike kesi yake kwa busara na kuhakikisha anapata adhabu anayostahili. Hapa neno ahera linaweza kutafsiriwa kama mwisho wa maisha ama kaburi kutokana na mstari huu. Lakini kwenye kitabu kile cha Wimbo Ulio Bora sura ya 8 mstari wa 6 anasema nitie kama muhuri moyoni mwako, kama muhuri juu ya mkono wako, kwa maana upendo una nguvu kama mauti na wivu ni mkali kama ahera. Miali yake ni miali ya moto na mwali wa Bwana. Katika mstari huu ahera inamaanisha kaburi, ufalme wa mauti au uzima wa milele, ikionyesha uzito na nguvu ya upendo inayounganishwa na mauti. So kwa ujumla neno ahera linamaanisha maisha baada ya kifo, kaburi au makazi ya wafu kulingana na muktadha wa vifungu hivi ambavyo tumevisoma. Ndivyo ambavyo mimi najaribu kufanya kwa uchunguzi wangu kidogo hapa kuhusiana na neno ahera. Kama una chochote kile ambacho unatamani kujifunza ama tujifunze kwa pamoja kuhusiana na maana ya neno ahera, karibu sana hapa kwenye uwanja wa comment tujifunze kwa pamoja.